Kristo. Jamani, leo nimeamua kuwasimulia au kuwaletea simulizi la Mtakatifu Mama Teresa. Mama Teresa alizaliwa nchini Makedonia, kipindi hiko ipo katika dola ya Waturuki, mwaka 1910. Mji ambao amezaliwa ni msahau kidogo. Mama Teresa alizaliwa katika familia ya Waarbania, akapewa jina Agnes. Mama Teresa alilelewa katika mazingira ya dini, katika familia ya wanaopenda dini. Mama Teresa alipofikisha umri wa miaka 18 akaamua kwenda kujiunga na shirika la masista wa Lelato nchini Ireland. Alipofika kule, katika nadhiri zao za kitawa uwaga wanabadilisha majina, wanachagua majina ya watakatifu. Kwa hiyo akabadilisha jina kutoka Agnes akachagua jina la Teresa. Mama Teresa pale alikaa pale Ireland kwa kipindi kifupi, baadaye akapata uhamisho wa kutoka Ireland kuelekea India ili akafundisha katika shule ya masista ya Mtakatifu Teresa huko nchini India, mji wa Calcutta. Kwa Mama Teresa alitikia huo wito, akatoka nchini Ireland na kuelekea India. Alipofika India akawa anafundisha katika hiyo shule na akafanikiwa mpaka kuja kuwa mwalimu mkuu katika hiyo shule. Lakini katika mji wa Calcutta walikuwa wanaishi watu wenye wahitaji wengi, walemavu, mafukara, watoto wa mitaani, wagonjwa hivyo. Kwa hiyo Mama Teresa aliguswa sana na wale wahitaji, aliguswa sana na wale wagonjwa, na hata ile attention yake ya kufundisha nayo ilikuwa imemtoka, kwa sababu akitoka tu nje ya shule anawakuta wale walemavu, anawakuta wale wagonjwa wamelala pale nje, na akizunguka, kwa mfano anaenda labda kutembea, kama anaenda sokoni kununua mahitaji, kuna mtaa ulikuwa unaitwa mtaa wa vibanda, ambao walikuwa maskini na wagonjwa walikuwa wanalala mitaani na kulala nje. Kwa Mama Teresa aliguswa sana. Baada ya kukaa kwa muda na kufanya tafakari moyoni mwake, akaona bora aiandikie barua shirika lake kuomba atoke pale na achane na kazi ya walimu, ili akakae na wale maskini aweze kuwasaidia chakula, wagonjwa waweze kusaidia matibabu na vitu kama hivyo. Kwa mwaka 1948 Mama Teresa akaandika barua kupeleka shirikani kwake. Ilipofika kwa Abate akaipitisha ile barua na kumkubalia Mama Teresa kwa sababu ya moyo wake wa kujitoa, ambao hata anaanza kujiunga shirika alianza kuonyesha. Kwa Mama Teresa mwaka 1948 alipata hiyo ruhusa na akatoka pale akaenda kuanzisha makazi mapya katika mtaa huo wa vibanda. Akawa anasaidia wale wahitaji, walemavu, maskini, wagonjwa. Kwa Mama Teresa mpaka kufika mwaka 1950 alipata ruhusa kutoka kwa Papa na kutoka shirikani kwake kuanzisha shirika jipya la masista wa upendo, Sisters of Charity, ambao walianza na masista 12, walianza kuwahudumia wale wahitaji kwa karibu zaidi. Mama Teresa kuna siku alikuwa anaongea na watu, akawa anasimulia kuna siku alikuwa anatoka shuleni anaelekea sokoni. Alikuwa amebeba pochi. Kwenye pochi alikuwa amebeba mkate. Alibeba tu kwa bahati. Alipofika ametembea akakutana na mtoto. Yule mtoto anaonekana ni mdhaifu, ana njaa. Jikani hakujua siku ngapi yule mtoto hajala. Lakini Mama Teresa akajua huyu mtoto hajala, alafu ni omba kabisa. Kwa Mama Teresa akamsogelea yule mtoto, akachukua yule mkate akampa. Yule mtoto alipochukua yule mkate akaanza kulamba. Akaulamba yule mkate. Mama Teresa akashangaa. Akamwambia, kula, mbona unalamba? Akamwambia, mama, nikila naogopa utaisha. Nitakula sasa hivi utaisha, alafu kesho nitakuwa na njaa tena. Kwa hiyo inajionyesha jinsi gani Calcutta watu walikuwa wanaishi maisha ya shida, kiasi kwamba akipata chakula anaweza akakinusa harufu tu, alafu akakitunza ili kesho hata kama kimechacha anuse harufu tu, ili baada ya akiona kwamba nina chakula, kwa sababu anajua nikila sasa hivi kesho nitakuwa na njaa. Na pia Mama Teresa alikuwa anapenda kuwaasa wanawake, hususani wale wasichana wadogo ambao walikuwa wanapata ujauzito katika kipindi cha umri mdogo. Alikuwa anawaasa wasitoe mimba, kwamba anawaambia
kutoa mimba ni kufanya dhambi mara mbili. Kwanza unaua kiumbe cha Mungu ambacho kipo tumboni mwako, na pia unajiua wewe na uzazi wako. Mama Teresa alipoamua kutoka na kwenda kujiunga huko, kwenda kukaa huko katika makazi na hao masista 12, alifanya kazi ya kuwahudumia maskini na mwishowe akafungua shule. Baada ya kufungua shule akaona mimi afadhali nifocus sana na mambo ya shule, niwaachie wengine, mimi ni focus zaidi na mambo haya mengine. Kwa hiyo akaanzisha na dispensary ambayo sasa hivi ni hospitali kubwa sana. Alianzisha hiyo dispensary, akawa anahudumia wagonjwa na nini. Mama Teresa alikuwa anasifiwa kwa upendo, kwa kuwapenda wale watoto, kwa kuwapenda wazee na kuwapenda watu wenye rika zote, na hata kuwashika vidonda wale, yaani bila gloves, bila kuona uchafu wote. Mama Teresa hiyo kazi alifanya, kuwasafisha watu bila gloves yoyote. Unaonyesha jinsi gani alikuwa anaguswa na watu, alikuwa anagusa na maisha ya watu, alikuwa na spirit ndani ya humanity. Alikuwa hata wale magonjwa ya kuambukiza alikuwa anaingia bila maski, na hakupata ugonjwa wowote katika wale magonjwa ya kuambukiza. Pia Mama Teresa alikuwa na respect kwa viongozi wake wa dini, maaskofu, mapadre, hata na masista wenzie, na siku zote alikuwa anawaambia amani huanza na tabasamu. Tabasamu huleta amani, pasipo tabasamu hapana amani, na palipo na tabasamu pana amani. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani Mama Teresa alikuwa anahamasisha na amani pia. Na Mama Teresa kufika mwaka 1979 alitunukiwa tuzo ya Nobel of Peace, Nobel ya amani. Alipata tuzo ya Nobel ya amani, ambaye ikimuonyesha kwamba yeye ni mtu anayependa, anahamasisha amani na anapenda mambo ya humanity. Na katika zile tuzo alipewa nafasi ya kuongea, akasema ninafanya hivi sio kwa sababu mimi ni tajiri, ninafanya hivi kwa sababu nina roho, nina utu, nina roho ya ubinadamu, na upendo huanzia nyumbani. Upendo mkianzia nyumbani ndipo mtautoa na nje. Mpende mwenzio kama unavyojipenda wewe. Alikuwa anapenda sana kukoti hiyo, kuongea sana hiyo statement akiwa katika matamasha, aidha katika mahubiri yake hivyo. Mama Teresa alifariki Septemba 5 mwaka 1997, na 2003 alitangazwa kuwa mwenye heri kutokana na miujiza ambayo Mungu aliitumia kutokana na jina lake. Alitangazwa na Papa Yohane Paul 2003, na hatimaye 2013 duniani Umoja wa Mataifa ilitangaza tarehe 5 Septemba itakuwa siku ya amani duniani, siku ya amani duniani, kutokana na role model wetu Mama Teresa, yaani kumtumia kama ni role model wa amani, role model wa upendo. Kwa tarehe 5 Septemba tulitangaza kuwa siku ya upendo na amani. 2016 Papa Francisco alimtangaza Mama Teresa kuwa mtakatifu rasmi tarehe 4 Septemba 2016 alitangazwa kuwa mtakatifu rasmi. Kwa hiyo tunapaswa kuiga mifano ya watakatifu, maisha jinsi walivyoishi na kuguswa vile jinsi gani walivyoishi, na sisi angalau tujaribu kidogo kuishi kama wao walivyoishi, japokuwa najua si rahisi, lakini tunahitaji kuigiza vile kidogo ambavyo wao wanaishi, kuimitate kidogo vile ambavyo wanaishi, si kwa unafiki bali ni kwa kuguswa wewe kama wewe na maisha ya mwenzio. Mpende mwenzio, saidia wenye mahitaji kwa kile ambacho ulichonacho. Usihitaji upate kingi ndipo umsaidie mwenzio. Huo muda wa kusubiri upate kingi, mwenzio ndo anateketea. Kama unacho kidogo, mpe mwenzio ambaye anahitaji kile kidogo, mgawane, saidie, mpende mwenzio. Ndio hata sala ya mapendo nasema mpende jirani yako kama nafsi yako.
au Biblia inasema hivyo, hata Yesu alihamasisha, alisema hivyo, mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa tunabidi tupendane. Jirani yako si yule unayekaa naye karibu tu. Jirani yako yule mtu wote ambao unamuona mbele yako ni jirani yako. Kama unapita unamkuta mtu mwenye mahitaji barabarani, alafu una kitu unashindwa kumsaidia, kweli jamani? Kwa tuishi katika maisha ya kuiga, na jitahidi sana kuchagua mtakatifu ambaye atakuwa anakusaidia katika maombezi yako. Kristo.